podcast yako. Asante na karibu tena kwenye podcast yako, na mimi ni James Ruta, mwenyeji wako hapa. Hii ikiwa ni makala nyingine na ni mwendelezo tu wa makala zetu zenye kufundisha, kujenga na kuchochea mabadiliko kwenye jamii yetu. Hivyo basi nikushukuru kwa namna ya pekee sana kwa kujali na kutenga muda wako na kuhakikisha kwamba makala hii nayo haikupiti. Wewe ni mtu wa thamani sana, tunakuthamini sana. Hivyo basi nikukaribishe na nikuweke tayari tu kama ilivyo ada. Sisi tunahakikisha tunakuletea wageni wenye tija, wageni wenye mashiko, wageni ambao watasaidia kuchochea mabadiliko kwenye jamii yetu. Hivyo basi kama ilivyo ada, leo ninaye mgeni kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala hapa jijini Dar es Salaam. Yeye ni daktari wa afya ya akili na uraibu wa dawa za kulevya. Pia ni mkuu wa kitengo cha tiba saidizi ya methadone kwa waraibu wa heroin ama afyuni. Si mwingine bali ni Dr. Geoff Hongo. Daktari, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Karibu sana. Asante sana. Hii ni podcast yako. Ndio. Na sisi kama ilivyo ada ama ulivyonisikia nikijitambulisha pale, tunafanya tu makala ambazo ni makala zenye kwenda kuchochea mabadiliko kwenye jamii yetu. Mambo ni mengi sana kwenye jamii ambayo yanahitaji elimu. Hivyo basi watu muhimu kama wewe tunapokuwa nao inachochea na inaleta tija sana na inaleta maana sana kwa jamii yetu. Karibu sana. Asante sana. By the way, asante sana kwa kutenga muda wako. Asante, mimi nashukuru kwa kupata nafasi hii kwa sababu ni mara ya kwanza kufanya interview katika broadcast. Kwa nashukuru kwa kunikaribisha. Asante sana daktari. Ukiwa kama daktari kwenye majukumu yako, unashuhudia athari za uraibu karibu kila siku pale hospitali. Una ujumbe gani wa kubadili tabia na matumaini kwa msikilizaji na mtazamaji ambaye anajihisi amenaswa kwenye mtego wa unywaji pombe kupita kiasi, ulevi au matumizi makubwa ya sigara za kielektroniki? Kwa kupitia uzoefu wangu, kwanza nikiri kwamba nimeona na nazidi kuona nguvu ya uraibu, jinsi unavyoharibu maisha ya vijana. Vijana wanaharibu maisha, vijana wanapoteza ndoto zao, vijana wanaharibu afya zao. Lakini nimeona uraibu ulivyoweza kuleta ufarakano katika familia. Nimeona uraibu ukileta utengano. Nimeona uraibu wazazi wanakimbia familia zao kwa sababu ya vijana wao kuingia kwenye uraibu. Unakuta baba anaamua kwa sababu kijana ameingia kwenye uraibu, ule mzigo wa lawama anamwambia kutokana na malezi yako mke wake. Kwa hiyo anasusa, anakimbia nyumba. Lakini nimeona uraibu ukikatisha masomo ya vijana wengi na kuwaletea madhara makubwa sana ya kiafya. Lakini nimeona uraibu vile kukatisha maisha ya vijana bila kufikia ndoto zao. Kwa hiyo nguvu ya uraibu ni kubwa sana na haikuwahi kumwacha mtu salama. Sawa. Lakini kwa upande wa pili nimeona uraibu kwa wale ambao waliojitoa kutaka msaada. Nimeona namna gani kwamba kweli ukijitoa na ukiwa na dhamira ya kweli ya kutaka kutoka kwenye uraibu, unaweza ukatoka kwa kupitia msaada wa kitaalamu. Nimeona watu wameweza kurudisha nguvu zao, afya zao. Kuna watu wameweza kurudisha ndoto zao ambazo zilipotea kwa miaka wakiwa kwenye uraibu. Lakini nimeona watu wamerudi katika uzalishaji. Okay. Kwa maana katika ngazi ya jamii lakini pamoja na ngazi ya taifa. Kwa hiyo wamekuwa na tija ambapo zamani alikuwa washapotea kwenye uraibu, lakini baada ya kuingia kwenye matibabu tija imerudi. Sawa. Majukumu yake, anafanya kazi, anasaidia familia, anafanya kazi, analeta tija kwa taifa. Lakini watu wameweza kufanikiwa kurudisha familia na kuweza kurudisha afya zao kama kawaida. Kwa hiyo ukifanya kongole inapaswa kurejea kwenu. Asante sana. Kwa hiyo ukijitoa na ukiwa na dhamira ya kweli, matibabu yanaweza kukurudisha kwenye ndoto zako na kukurudishia afya zako na kuwa mtu ambaye unaweza kuleta tija kwenye jamii na kwenye taifa kwa pamoja. Sasa kwa kuwa watu wengi wanatumia pombe na hizi sigara za kielektroniki kama
njia ya kukabiliana na ugumu wa maisha, lakini moja kati ya njia za kujistarehesha na kujipa amani, kupoteza stress. Sasa wakati je, hii ni kwa jinsi gani tunaweza kama jamii kuboresha elimu na ujuzi kukabiliana na msongo wa mawazo ili kupunguza utegemezi wa ulevi katika kupata nafuu ya changamoto za kifikra? Yaani sasa sisi kama jamii na nyinyi kama wataalamu, ni kwa namna gani tunaweza kuisaidia hii jamii kutibu hizi changamoto za msongo wa mawazo kwa namna zingine salama nje na matumizi makubwa ya pombe na hizi sigara za kielektroniki? Asante. Kwanza nafikiri hii elimu kubwa ni elimu. Watu wapate elimu kabla wajue madhara ya utumiaji wa hivi vitu, nini madhara yake. Kwa hiyo kama haya masomo ya elimu yanahusiana na afya ya akili yangekuwa yameingizwa kwenye syllabus ya shule ya msingi, shule ya sekondari na vyuo. Tukianzia kwenye shule ya msingi, kwa kila level ingekuwa inazungumziwa kwa namna yake. Kwa maana kwamba elimu ya afya ya akili ngazi ya msingi tunafundisha vitu vidogo vidogo tu maalum kama msongo. Nini maana ya msongo? Zipi mfano kwa level ya msingi? Unaweza kumfundisha mwanafunzi wa level ya msingi tukamwambia ukiwa umefanya mitihani, ukawa umefeli mitihani yako yote, unapata msongo. Tukamfundisha njia gani sahihi ya kukabiliana na msongo. Nyepesi tu. Kuna njia nyepesi ya upumuaji, kuna njia nyepesi ya kufanya tafakari, wanaita meditation, kuna njia ya kufanya mazoezi. Kwa hiyo kwa kuanzia hivi vitu vingeingizwa katika syllabus ya ngazi ya msingi, kwa tukaanza vijana kuwafundisha maana ya msongo, tukawafundisha njia chanya ya kukabiliana na misongo, tukawafundisha tunasema life skills, mbinu mbalimbali za kukabiliana na changamoto ukipata changamoto umuone nani. Kwa hiyo tukafundisha vitu vingi ambavyo vingeweza kuwapa ufahamu, ambapo anapokuja kukutana hizo changamoto za msongo anaweza sasa kutumia zile mbinu tulizowafundisha akazitatua kwa njia salama. Sawa sawa. Sasa huku kwenye jamii huku ambako sisi kwenye jamii huku tunakuwa sio wataalamu, ni lini mtu anapaswa kutambua kuwa taratibu anaanza kupatwa na uraibu wa pombe, hata kama bado anaonekana kutoharibikiwa kabisa maisha moja kwa moja? Asante, swali zuri. Kwanza niseme watu wengi ambao wanatumia pombe pamoja na vape kama wanatumia kama kiburudisho kama ulivyosema, lakini wanatumia kama akipata msongo inamsaidia kupunguza msongo wake, akajisikia mpweke, akiwa na huzuni, ni kwamba ndio kitu ambacho kinachompa faraja. Kwa hiyo ambao ni njia, tunasema ni njia hasi ambao wao wanaitumia. Nikirudi kama ulivyosema, mtu akulupiki kunywa leo au kesho akapata uraibu. Uraibu ni mchakato wa muda mrefu ndio mpaka unafikia level ya kuwa mraibu. Lakini kama ulivyosema, sasa dalili gani ambazo mtu anaweza kutumia akaona kwamba huku ninapoendea sasa naenda kwenye uraibu? Tunasema ya kwanza, kunakuwa na mabadiliko ya kihisia na kisaikolojia. Kwa hiyo ukifikia unahisi kwamba siwezi kukabiliana na huu msongo wangu, siwezi kukabiliana na huzuni wangu mpaka nipate pombe, siwezi kukabiliana na msongo wangu, siwezi kukabiliana na huzuni wangu, nimegombana leo na mpenzi wako, umegombana au kwenye familia, unahisi kwamba siwezi kukabiliana na hii hali mpaka nivute vibes. Hiyo ni ishara na moja hapo. Ukiona kwamba yani uwezi kutatua changamoto yako yoyote mpaka upate kinywaji, maana yake hiyo ni dalili moja hapo ya hatarishi tunasema. Lakini ya pili, ikifikia level kwamba unapokosa kunywa pombe au kuvuta vibe, unajiona uwezi kufanya chochote. Mwili unakataa, umechoka, unajisikia una hasira sana, una wasiwasi ambao hujulikani chanzo chake. Hiyo ni ishara ya pili. Lakini ishara ya tatu, ikitokea unaanza kupata hamu ya kunywa pombe kwenye nyakati ambazo labda nyakati za kazi, asubuhi umeingia ofisini saa 4 saa 5 umeshakunywa chai, unaanza kujisikia hamu, hapa ningepata kabia kamoja hapa mambo yangu yangeenda sawa. Unahangaika, yani huwezi kutulia.
kwamba hapa ningepata Viper hata ningevuta hata zile Viper pafu 2 mambo yangu yangeenda sawa, lakini ni muda wa kazi. Ukiona hizo dalili unazipata, maana yake ni hatarishi. Lakini ikitokea unashindwa kudhibiti idadi ya unywaji wako, ukisema nataka nienda hapo nje kidogo nikapata bia 2 tu, nirudi zangu ofisini mara moja. Ukienda ofisini unapata 2, afu 2 zinaongezeka 2 zinaongezeka 2. Kwa hiyo umepanga kunywa 2, lakini baada ya kufika kwenye eneo ukajikuta unakunywa mpaka 8. Ukishaanza kuwa unashindwa kudhibiti unywaji wako, maana ni dalili mbaya. Unasema nataka na 5,000 yangu nikanywa tu chupa moja, ukafika pale ukaongeza 5,000, ukanywa 10,000, 15,000, 20,000, kwamba unapoteza uwezo wa kudhibiti matumizi yako ya pombe katika matumizi ya pombe, maana yake ni dalili kwamba unaenda kwenye hatarishi. Lakini ikitokea unaanza sasa unachelewa kuja kazini kwa sababu jana ulikunywa sana, asubuhi umechelewa kuja kazini. Kwa hiyo kuna hivyo viashiria vidogo vidogo, unachelewa kuja kazini, unatakiwa mzako umtoe saa 2, unakuja saa 4, yani afu unakuwa na repetition ya kurudia kuchelewa kwa watu wenzako, unakuwa na majukumu ya kuwahi vikao, wewe kila unaanza kuchelewa kwenye vikao. Sababu gani? Sababu ya unywaji wako. Kwa hivyo ni baadhi ya viashiria ambavyo ukiona vinaanza kukutokea tayari wewe unaweza usione ni shida, lakini kama ulivyosema watu waliokuzunguka wanaanza kuona hapa sasa kuna tatizo. Huyu jamaa mbona zamani alikuwa achelewi kazini? Mbona alikuwa hana tabia kwa chelewa kuwatoa wenzake kwenye shifti? Mbona alikuwa hana tabia ya kukasirika ovyo, kwamba asipopata kitu yake anakuwa sirani kwa vitu kidogo, anakasirika, anashauti. Lakini akishapata bia 2 3 au kishavuta vape yake anakuwa iko sawa comfortable. Kwa hiyo ukiona unapata hizo dalili, anza kufikiria kwamba unaanza kutaka kupata msaada wa kitaalamu ukusaidia usende mbele. Maana yake hapa hujafikia bado level ya uraibu, lakini unaanza hivi vitu kuanza kukuletea shida katika majukumu yako. Sasa wewe ni daktari. Ndiyo. Tena ni daktari wa afya ya akili katika kituo cha Methadone. Ni kwa namna gani program za tiba na usaidizi unazotoa usaidia kurekebisha mfumo wa ubongo na akili iliyotekwa na matumizi mabaya ya vileo, ili mgonjwa arejee uhuru wake wa kuishi bila matumizi hayo? Asante. Kwenye tiba saidizi za Methadone, unajua mtu ambaye anatumia vilevi, nimesema kwa ajili ya kujiburudisha, kujipongeza, kukabiliana na msongo, kukabiliana na huzuni, maana yake tafsiri yake ni kwamba anapelekea ubongo wake uamini kwamba unapokuwa na changamoto yoyote hakuna njia sahihi ya kuitatua zaidi ya kutumia kilevi. Kwa hiyo kinachotokea kwa mraibu wote wa pombe pamoja na vape, kwenye ubongo kuna vitu wanaita receptor, yani vipokeo ambavyo vinapokea inapokea hayo madawa, alafu na kuleta ile hali ya mtu kujisikia raha. Sasa ukiwa unatumia sana hivi vilevi, ubongo unakuwa una namna yake ya asili ya kuzalisha hizi kemikali za kufanya ujisikie raha, ujisikie na hamasa, ujisikie na hali ya kutaka kujifunza kitu fulani naturally tu. Mfano, ukiwa kila mtu anakuwa na ile favorite food, yani kuna aina fulani ya chakula ukila tangu utotoni mpaka ukua, kwamba ukila kitu chakula fulani siku hiyo nyumbani, mambo ya wali maharage kupo sana. Nilifikiri niko peke yangu, kumbe wote mpaka siku hiyo kipimo kinaongezeka kuonesha kwamba ni chakula ambacho kila mtoto anafurahi sana. Kwa hivyo tunasema ni furaha asili. Kwa hiyo kuna kitu kinazalishwa katika chemicali moja inaitwa dopamine, inakufanya upate hisia za kujisikia raha, ujisikie una hamasa zaidi ya kula kile kitu, si ndio? Lakini hata ukisafiri, ukipata vacation leo, ukipata bahati umeenda Zanzibar, umeenda Dubai, kuna ile hali ya furaha ambayo unajisikia. Sasa raha ya kufanya tendo la ndoa, kuna raha unaisikia. Kwa hiyo kuna ubongo unazalisha hiyo kemikali ya wewe kupata hizo hisia za hamasa, hisia za furaha. Sasa ukiwa unatumia vilevi kwa muda mrefu, unafanya ubongo unashindwa kuzalisha ile kemikali ya raha ya natural. Kwa hiyo kinachofanya yale madawa yanaenda kuzalisha kemikali artificial, lakini inaofanana na ile halisi, ambayo ile kemikali inazalishwa kwa wingi sana kwenye ubongo, lakini inaisha muda mfupi. Kwa hiyo maana yake nini? Kwamba unakuwa unapata ile hali ya furaha, hali ya raha kwa kiwango kikubwa, lakini kwa muda mfupi. Kwenye jamii, wakati fulani kuna hizi sentensi, kauli ambazo utakuwa ushawahi kuzisikia daktari. Ndiyo. Wanasema yani mke
anapambana kumsaidia mumewe aache pombe, kwa maana ya anauliza hadi dawa za asili za kumwekea kwenye chakula au kwenye kinywaji, eti akinywa hizo ataacha pombe. Sasa kuna wimbi la wanywaji ambao wanajitambulisha kwamba wanataka kuacha pombe lakini hawawezi. Je, kuna dawa ambazo mtu akitumia ataacha pombe, ama pombe mtu anatakiwa aache ianzie yeye? Swali zuri sana. Kwanza niseme unachosema ni sahihi. Nakutana na watu wengi wanatumia sana dawa za kienyeji ambao wanaamini zina uwezo wa kufanya aache pombe. Kama nilivyosema, mnywaji mraibu wa pombe au mraibu wa dawa aina yote ya kulevya, kama nilichosema, kama tumeelewana, ni kwamba pombe inamsaidia ile hali ya uraha, ya starehe, ya kujisikia ana raha sana, inakuwa ni kubwa sana kuliko vile vitu vya asili. Kwa hiyo kwa mraibu yoyote, kwa sababu raha anaoipata kwenye utumiaji wa dawa ni mkubwa sana ukilinganisha na vile vitu halisi. Nikizungumza vitu halisi ninamaanisha mpaka tendo la ndoa. Kwa hiyo mraibu wa dawa kulevya hana muda wa tendo la ndoa, kwa sababu haoni raha ambayo anaipata kwenye tendo la ndoa kuliko raha ambayo anaipata kwenye dawa. Na hii ndio inampelekea kuwa hata zile hisia anakuwa hana. Kwa hiyo ukiwa na mtu mwenye uraibu wa dawa zote za kulevya pamoja na pombe, moja ya changamoto yao ambao wake wao watalalamika kwamba huyu mtu mimi sasa hivi hanashughuliki na mimi. Lakini ukweli kwamba hashughuliki sio kwa sababu ya nini, anakuwa hana hisia kwa sababu hisia zake zote zimeshachukuliwa na nini. Kwa hiyo kwa sababu hiyo sasa hakuna dawa ya kienyeji au dawa yoyote ambayo inaweza sasa ikakatisha ile raha asipate ili aweze kumfanya asiache pombe. Kwa hiyo nizungumze tu kwamba iko kitu hakipo. Kwa hiyo njia ilikuwa sahihi ni kwamba ni njia ya kuja hospitali kupata msaada wa kitaalamu. Kwa huko mbele nafikiri tutaelezea msaada wa kitaalamu ni njia gani ambao tunatumia mpaka mtu anafikia level ya kuacha uraibu na kurudi katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo unamwambia mtazamaji wangu na msikilizaji wangu pale kwamba hakuna dawa za kienyeji za wewe kuacha pombe. Badala yake kuacha pombe inatakiwa ianze na wewe mwenyewe. Daktari ndivyo anavyosema, sivyo? Sahihi. Sasa kwa namna hiyo, je, kuna uhusiano upi wa uhakika sana kati ya matumizi ya sigara za kielektroniki na uwezekano wa vijana kuanza kutumia sigara za kawaida au vitu vingine vya vileo kama madawa na mapombe baadaye kwenye maisha yao? Je, kuna vichocheo hapo ambavyo vinaweza kupelekea kuhama madaraja ya ulevi kwa mtumiaji? Uko sahihi, na kwa tafiti za hivi miaka karibuni katika nchi za Ulaya inaonyesha kwamba kwa vijana ambao wanatumia Viper, hizi sigara za electronic, wao wana nafasi ya mara 3 mpaka mara 5 kuweza kutumia madawa mengine ya kulevya. Ebu waambie pale wazazi na wageukie tu wazazi na walezi, huo ujumbe unaotoa waupate vizuri sana. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kabisa kwa vijana ambao wanatumia hizi sigara za electronics, nafasi ya wao kwa kushift au kuhamia kwenye matumizi ya dawa nyingine ni mara 3 mpaka mara 5 zaidi katika ndani ya kipindi cha mwaka mmoja mpaka miaka 2. Vijana ambao wanatumia hizi sigara za electronics wanakuwa kwenye hatari sana ya kuhamia katika vilevi vingine ukilinganisha na vijana au ukilinganisha na mtu ambaye hatumii kabisa hizo sigara za electronics. Kwa hiyo utumiaji ule tunasema ni gateway, yani ni njia ya kuweza kufungua mlango kwa ajili ya kutumia vilevi vingine kama bangi na pombe. Okay. Kwa hiyo wanajitia kwenye hatari kubwa sana. Utafiti umeonyesha hivyo kabisa, wanakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kutumia vilevi vingine. Kuna ile mimoshi ile ukiwakuta kwenye maeneo yao wanakula shisha ama wanakula hizo vapes, kuna ile mimoshi ile inakuwa inanukia wenyewe, utakuta mabinti na vijana wanazungukwa na mawingu yale, basi inakuwa raha kwao. Hebu tuambie, je, ni sahihi kuwa mawingu yale ya mvuke wakati wa uvutaji ubeba hatari kubwa na vichocheo ambavyo huweza kujeruhi mapafu? Tuambie labda ni magonjwa gani makubwa ya mfumo wa upumuaji yanayoweza kusababishwa au kuchochewa na matumizi ya sigara za elektroniki kwa muda mrefu? Asante. Kwanza ni sahihi, wanavovuta moshi unakuwa mkubwa. Tunasema ule mvuke katika kisayansi tu,
hata mimi nikiwa navuta hapa, wewe uko hapo, wewe tunasema unakuwa ni passive smoker. Okay. Yes, yani kitendo unavovuta unaupata ule moshi bila shida na unaingia moja kwa moja kwenye mapafu. Sasa mvuke mwingi ambao unautumia kwenye electronics, hizi sigara za electronics, unakuwa ndani yake kunakuwa na tunasema flavors, chemicals. Unakuwa na flavor nyingi mle, ukivuta unapata flavor ya strawberry, unapata sijui flavor ya nini, you feel it ukiwa na ile flavor. Sure. Yes. So ile flavor inatengenezwa na chemical mbalimbali. Na utafiti unaonyesha baadhi ya chemicals kama zile za kutengenezea flavor zina athari katika mfumo wa hewa. Kwa hiyo ukitumia kwa muda mrefu na unapata kwenye mfumo wa hewa kunakuwa na vimelea vidogo dogo. Sasa zile mfano hizi chemicals zinazotengeneza flavor zile zinaenda kuganda mle. Zikiganda mle zinafanya vile vimelea kuwa hadi, kuwa vigumu, na baadaye vinasababisha mtu kupata changamoto ya upumuaji, na baadaye vinatengeneza kabisa kama vikovu ambayo inapelekea mtu unaweza kukuta pafu lako moja aliingizi kabisa hewa. Kwa mwisho wa siku unaanza kupata dalili, kwanza unakuwa na vifua vya muda mrefu, lakini unakuwa na changamoto ya kushindwa kupumua, lakini vile vile unakuwa na hiyo unakuwa unatoa makozi kwa muda mrefu, na unaweza kutumia dawa zote nafuu isipatikane. Kwa mwisho wa siku pafu linaanza kusinyaa na unaweza kaishia likaonekana pafu lako lisharibika na bidii utolewe. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wamepata changamoto, mapafu yametolewa na baki na pafu moja kwa sababu ya changamoto ya hizi chemicals za flavor ambazo zinapatikana kwenye sigara za electronia, zinaweza zikakusababisha ukapata tatizo sugu la mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo unaweza wewe mvutaji ukaathirika, lakini hata hao watu ambao wanakaa karibu na wavutaji unaweza nao ukapata changamoto hizi za changamoto ya upumuaji, kwa sababu ya wewe unakuwa kama ni passive smoker, kwa maana ule moshi inhale unaingia. Kwa hiyo ukiwa na mazoea kukaa karibu na hao watu, ukiwa mazoea kwenda kwenye hizi sehemu kwa muda mrefu, mwisho wa siku lazima na wewe utaingia kwenye hizo changamoto. Lakini baadaye unaweza kata mtumiaji, kwa sababu kile kiwango cha nicotine ambacho unakipata kwa njia ya passive kinaanza kupelekea baadaye unaanza kupata uraibu na kujikuta ukikosa tu na unaanza kuwa mchovu, unakuwa na maumivu. Kwa ili upate kuondoa hayo hali lazima na wewe utumie. Kuna hii jinsi ya uvutaji wao. Ndio. Kuna hii jinsi ya uvutaji wao. Utaona kile ki vape wanapokezana hivi. Kuna madhara ya moja kwa moja yanayoweza kutokana na hiyo transaction wakati wa uvutaji vile wanavyopokezana. Pale madhara yapo, haswa katika haya tunasema magonjwa ya contact disease, haya magonjwa ambayo ya kupata kwa njia ya kugusana, sio? Kwa hiyo kuna magonjwa mfano kwa kupokezana tu vile ukaweka mdomo wake huko, uwezekano wa kupata ugonjwa wa TB upo. Lakini okay. Yes, lakini kingine kupata haya magonjwa ya tunasema chronic obstructive pulmonary disease, kupata changamoto ya muda mrefu sana ya mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo hile ukitumia kwa muda mrefu, hatari ya kupata magonjwa haya ya kuambukiza na yako juu sana. Okay. Yeah. Lakini hii ikoje? Tuambie kidogo daktari. Kuhusu mchakato wa matibabu ya uraibu wa pombe. Ni zipi hatua za mwanzoni kabisa ambazo mtumiaji anayetamani kuacha unywaji wa pombe au matumizi haya ya vapes anapaswa kuzifuata? Je, matibabu yanahusisha nini hasa, kuanzia ushauri nasihi hadi kupata dawa kama zipo? Asante kwa swali zuri. Mchakato wa kuacha pombe au mchakato wa tiba ya uraibu wa dawa za kulevya una phase au una hatua kama 4 au 5 kama nitakuwa sijakosea. Tunasema hatua ya kwanza ni wewe mtumiaji kukata shauri kwamba enough is enough, mimi hiki kitu ishanivuruga, hiki kitu ishanifanya hivi, ishanipotezea hiki, mimi nitakuacha nacho. Kwa hiyo ni ile hatua ya kwanza, wewe sasa kukata shauri kwamba nende hospitali nikapate ushauri, nafanyaje kuchomoka hapa. Kwa hiyo sema hatua ya kwanza ni ile tunasema dhamira ya mhusika binafsi. Dhamira yake imemleta katoka nyumbani kaja kituo cha kutolea huduma ya afya kuomba hiyo huduma.
Hiyo ya kwanza. Kwa hiyo tunachofanya ni tunafanya hatua ya kwanza ni tathmini ya awali. Kwa hiyo kwenye tathmini ya awali tunafanya assessment, tunafanya tathmini ya huyo mtumiaji kwanza, utayari wake. Kwa hiyo tunapima, tunatathmini utayari wake wa matibabu, kama yuko tayari kweli au umekuja kwa shindikizo. Maana wengine wanakuja kwa shindikizo. Familia anamwambia sasa, wewe ukitaka sisi tukusaidia lazima uache hili jambo. Kwa hiyo wanakuja kwa sababu ya shindikizo lile. Kazini mambo yameshakuwa mabaya. Wewe kama uwezi, kwa hiyo kuna mashindikizo ambayo mtu wakati mwingine wanakuja kutaka huduma kwa sababu ya shindikizo. Kwa hiyo la kwanza tunapima utayari wake. Ni utayari wake binafsi, utayari kutokana na pressure ile kwa nyuma, la kwanza hilo. Lakini la pili tunakuwa na tools, yani kama vifaa vya kupimia ambazo tunasema ni sort of kama maswali, ni questionnaire tunaita mfano inaita, kuna moja inaitwa gauge questionnaire. Ni maswali ambayo kama manne unaulizwa, je, kwamba ulishawahi kujaribu kuacha mwenyewe ukashindwa? Je, ulishawahi kulaumiwa au kupata lawama kwa ajili ya utumiaji wako wa hizi dawa za unywaji wa pombe? Ushawahi kujisikia una hatia kwa unywaji wako? Je, ushawahi kujisikia ukiamka asubuhi huwezi kufanya kitu chochote mpaka unywe? Kwa hiyo maswali akiwa ndio zaidi ya mawili, maanake amefikia level ya utegemezi. Kwa hiyo hatua ya kwanza. Kwa hiyo ukifika hapo, akisha hatua ya pili tunafanya kitu anaita tathmini ya jumla sasa. Kwamba ushaona huyu mtu kweli ana utegemezi. Kwa hiyo hatua ya pili tunafanya tathmini ya ujumla, tunasema comprehensive assessment. Kwa hiyo pale sasa tutafanya baseline investigation, kwa maana tutafanya na vipimo sasa vya awali. Afya yako ikoje? Je, ini lako liko salama? Figo yako iko salama? Je, afya hujaathirika na magonjwa yote ya kuambukiza? Tunafanya pale vipimo hivyo. Hiyo ni hatua ya pili. Ambapo vile vile katika hatua ya pili sasa ndo tunaulizana kwa kina. Je, umeanza kutumia lini madawa? Una muda gani? Kwa siku unakunywa ngapi? Dozi yako na ule muda ambao ulitumia, miaka 3, 5, 6, 10. Kwa hiyo pale ndo tunafanya hiyo assessment yote ya kina. Kwa hiyo ukishamaliza hatua ya pili sasa, hatua ya pili ndio itakujua sasa huyu mtu tumweke kwenye plani gani ya matibabu. Lakini hatua ya tatu ni kufanya kitu anaita detoxification sasa. Shamaliza hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua tatu tunafanya detoxification. Detoxification kwa maana kwamba sasa tunafanya tiba ya either kukulaza kwa siku kadhaa, kwa ajili ya kuanza matibabu ya kufanyaje, kunasafisha mwili. Tunasema tunasafisha mwili, kuondoa sumu za dawa za kulevya, ambayo inaweza kuchukua siku 3 mpaka siku 5. Kuna hili jambo linaendelea kwenye jamii yetu, na nafikiri wewe unalijua pia. Unakuta kwenye haya maduka maarufu kama dukani kwa mangi, haya maduka ambayo yanakuwa yako mtaani ya bidhaa za chakula, maduka yale kumekuwa na uuzwaji wa hizi pombe za shilingi 2,000, 1,500, sawa. Imepelekea hata kuna baadhi ya wazazi anakuwa yuko nyumbani alafu anamtuma mtoto wake mdogo, pita pale kwa mangi, chukua hii hapa, inatajwa ile pombe, mtoto anapewa na muuzaji anampa bila wasiwasi. Na wakati fulani hata wazazi na watu wazima wengine ambao wanakuwa wako pale dukani hawaoneshi kukemea. Kwa muktadha huo, mnaona hili jambo likienda amuoni, ama mnaona hili jambo likitupeleka sehemu gani kama jamii? Ndugu mtangazaji, niseme hili jambo sasa hivi limekuwa sijui, lakini ni jambo ambalo sisi kama watoa huduma linatumiza sana. Kwa sababu sasa hivi niseme uuzwaji na uwepo wa hizi pombe kali imekuwa ni usizitaje sawa, zimekuwa ni tishio kwa uhai na afya ya vijana. Tunaona vijana wengi sana wanavyoumia kwa hizi pombe kali. Maana sasa hivi kuna za kupima mpaka 200. Kinamtosha kabisa yeye kuweza kuwaka na kufanya mambo. Kwa hiyo uuzaji holela wa pombe sasa hivi, ukienda kwenye vituo vya mabasi pembeni, unaona kibanda kinauza sigara, lakini ukipita usiku kuanzia saa 2 na kuendelea, uone jinsi vijana wanakuja mahala pazuri sana. Kumbe mnaona ni hatua gani kama serikali mnachukua? Changamoto kubwa ambayo mimi naiona hapa, unajua pombe ipo kwenye grupu. Pombe tunasema ni kinywaji ambacho kipo kihalali kisheria. Kwa hiyo mnawavumilia kwa sababu ni walipa kodi labda? Kihalali
pombe ni, lakini kitaalamu tunasema pombe ipo kwenye grupu ya madawa ya kulevya aina ya depressant, yani ni kifubasha, yani ni kinywaji ambacho kinaleta upumbazo wa kiakili, kufubaza wa akili na kuamua, umeona? Kwa hiyo kwa sababu hiyo sasa kuna makampuni ambayo yanalipa kodi kwa kutengeneza hiyo, lakini kuna pombe ambazo zinazoingia kwa njia ya panya. Kwa hiyo mimi ukiniuliza ningesema hili uuzaji holela ambao unafanywa katika hizi ngazi, mimi nasema ngazi za halmashauri. Kwa hiyo niseme tu ni halmashauri mbalimbali za katika mikoa ndizo ambao walikuwa na jukumu la kudhibiti hii hali, kwa sababu wale wanauza bure, hawalipi kodi. Kwa hiyo wao wangekuwa wanafanya misako katika vile vibanda vile, wangekuwa wao ndio wangetusaidia, kwa sababu wangefanya msako, wangewakamata, kwa sababu si wanamgambo. Mgambo wale ambao wanakamata hawa watu wanauza bidhaa chini. Walikuwa na uwezo wa kufanya msako kwenye vile vibanda wanauza pombe kwa njia sio sahihi. Wakaweza kudhibiti hilo jambo, kwamba hata wangedhibiti, na maana hata hii swala mtu kumtuma mtoto lisingetokea. Mbaya sana hiyo. Singetokea, kwa sababu mtu kitaka pombe lazima uende sehemu husika. Maana tunazalisha walevi wapya. Exactly. Na mtoto anakuwa na udadisi, hii kitu anachotuma baba ni kitu gani? Ngoja mimi nionje. Kwa hiyo kila siku anamtuma anaonja mpaka baadaye naye tena hapo kwenye afya ya akili ya mtoto wanasema tunajifunza kwamba mtoto ajifunzi kulingana na maneno ya mzazi au mlezi. Mtoto anajifunza vizuri sana kuhusiana na matendo ya mzazi ama mlezi. Hatari sana. Sasa hebu tufundishe kidogo. Je, kuna kiwango salama cha unywaji wa pombe au ni vipi? Ni ipi ishara kuu ambayo mtu anapaswa kuiangalia kama kengele ya hatari inayoashiria kuwa matumizi yake yamezidi kiwango cha kawaida ama kinachokubalika? Tunasema kwenye matoleo ya miaka ya karibuni ya kisayansi, zamani watu walikuwa na hiyo notion kwamba kweli kuna unywaji salama, lakini kiuhalisia kisayansi hakuna unywaji salama, kwa sababu hata kiwango kidogo tu cha pombe kinaweza kukufanya kuwa katika hatari ya kupata changamoto kubwa ya kiafya. Unywaji kidogo tu unaweza kupelekea ukapata saratani ya tumbo, saratani ya koo, unaweza kupata ugonjwa ya moyo, unaweza kupata ugonjwa wa shinikizo. Pombe inaweza kupelekea saratani ya tumbo? Yes, inaweza. Na kiwango kidogo tu unaweza kukupeleka huko. Kwa hiyo hakuna unywaji salama. Okay. Isipokuwa kuna unywaji tunasema wa wastani. Kwa hiyo ukisoma sana theories zinazungumza kwamba kuna unywaji wa wastani. Sasa unywaji wa wastani, zamani shirika la afya duniani lilikuwa limeshauri tu kwamba unywaji wa wastani ni upi. Wakasema kwamba unywaji wa wastani kwa mwanaume mtu mzima kwa siku asinywe zaidi ya unit 2. Unit 2? Yes. Sasa of which ni bia ngapi hizo kwa mfano? Ni bia 2. Okay. Kwa siku zisizidi bia 2, au usizidishe glasi za mvinyo 2 kwa mwanaume mtu mzima. Kwa maana kwa wiki zisizidi chupa 14. Kama utakunywa kwa wiki, kama utakunywa kila siku 7 mara 2 zisizidi, huo ndio unywaji wa wastani. Kwa maana mwili wako utakuwa na uwezo wa kuchakata na kutoa sumu zote, na wewe kufanya usiwe na athari yoyote ya unywaji huo. Na kwa mwanamke mtu mzima wakasema kwamba kwa siku isizidi unit 1. Sasa siku hizi wanawake wanakunywa hadi hizo pombe kali. Tena mabinti. You can imagine. Kwa hiyo unaona hatari ilivyokuwa kubwa. Kwa hiyo ndio maana tunasema hakuna unywaji salama. Kwa hiyo kama wanawake wangekuwa wanataka unywaji salama, basi wangefuata hiki kiwango kwamba kwa siku anywe bia 1. Yaani kwa wiki asizidishe, yani kikao cha masaa 6 alafu anywe bia 1. Na mbaya zaidi wasichokijua sasa. Unajua pombe tunaita ni soluble in water. Sasa pombe inayayuka kwenye maji. Sasa ukiangalia mwanaume na mwanamke, mwanaume mwili wake umekuwa covered sana na maji kuliko mafuta. Mwanamke ana mafuta mengi kuliko maji. Okay. Kwa hiyo mkiwa watu wawili, mtu na partner wake wote walevi, ina maana kwa kuwa pombe kwa mwanamke inakaa mwilini muda mrefu kwa sababu ana mafuta mengi sana. Pakazie hapo. Pombe kwa mwanamke inakaa mwilini muda mrefu kuliko mwanaume. Kwa sababu mwanamke ana mafuta mengi maumbile yake. Kwenye maziwa kuna mafuta, kwenye umu kuna mafuta, kwenye mapaja na mafuta, sio? Kwa hiyo huko kote pombe inakaa muda mrefu haitoki mwilini. Na inapokaa muda mrefu inamwathiri viungo vingine vya mwili taratibu. Kwa hiyo kama tutakuwa tumekaa mimi labda na mke wangu tunakunywa pombe kwa miaka 10, maana yake mke wangu baada ya miaka 10 yeye atakuwa na athari kubwa sana za afya
kuliko mimi, kwa sababu mimi kila ninavyokunywa pombe inatoka tu kwenye njia ya maji yeye kwa hiyo asichokijua ni kwamba wanaweka pombe kwao ni kitu kimoja cha hatari sana, kwa sababu ndio inayoongoza kwanza ndio inaongoza kwa kufanya kupata vifo, lakini ndio inaongoza wao kupata maradhi makubwa ya muda mrefu. Kuna vifo vinathibitika vinatokana na pombe. Ya pombe. Kwa maana kwamba kuna vile vya kunywa mpaka kupitiliza unapata tunasema overdose. Unakunywa unapoteza fahamu mpaka unapoteza mwelekeo. Unakufa kwa sababu sukari inashuka mpaka inakuwa zero. Okay. Kuna hizo zinatoka incidents. Lakini kuna zile indirect kwamba kwa kuwa umekunywa pombe muda mrefu imekupelekea umepata changamoto ya shinikizo la damu, imepelekea umepata changamoto ya moyo, imepelekea umepata changamoto ya kansa. Kwa hiyo utaanza kuwasumbua watu kwa muda mrefu, utaugua kwa muda mrefu kwa maradhi ambayo yamesababishwa na nini? Na unywaji wa pombe. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima utakufa, lakini kwa mateso makali. Wamekuelewa. Yeah. Sasa licha ya methadone kutambulika kama kituo cha tiba ya uraibu wa madawa ya kulevya, kituo chako kinatoa huduma gani zingine muhimu kwa watu wanaougua uraibu, mfano uraibu wa pombe, shisha, nikotini au sigara za kielektroniki na madawa ya kulevya? Asante. Pale tunasema kwenye vituo vyetu katika vituo vyote hivi vya nchini vya methadone kama tiba saidizi ya uraibu wa dawa ya kulevya aina Afyun, lakini vile vile tunakuwa na wataalamu, kuna msaikolojia, tunakuwa na afisa jamii ambao kazi yao kubwa ni kutoa ushauri na saha kwa waraibu, mfano wa waraibu ambao walikuwa washapoteza familia zao. Kwa hiyo wanaunganisha familia zao, familia anaitwa, wanapata elimu, wanamchukua familia, kuunganisha mraibu na familia baada ya kupishana kwa muda mrefu. Hao ni majukumu ambao afisa jamii wanawafanya. Lakini kuna baadhi ya waraibu kutokana na changamoto za uraibu walikuwa wanapoteza haki zao za kisheria. Mtu ameachiwa urithi, lakini kutokana na changamoto kuna baadhi ya ndugu wamemdhulumu. Kwa hiyo afisa jamii anafanya jukumu la kumuunganisha na watu wa kisheria, na wengine wanaweza kufanikiwa kurudisha vitu vyao. Lakini hawa watu wenye changamoto za kutumia dawa zingine, kwa hiyo wanapata ushauri na saa jinsi sahihi ya kukabiliana na namna gani unaacha bangi, lakini namna gani unaacha pombe, lakini namna gani unaacha sigara. Sigara kama nikotini, kuna tiba ambazo tunaita substitute therapy, tiba mbadala ya nikotini. Kwa hiyo kuna nikotini za gums unatafuna kama Big G, lakini una nikotini tunaiza na patches kama plaster. Unaweza kawa unabandika hapa, alafu nikotini inakuwa absorbed inaingia mwilini. Kwa hiyo unapunguza ile athari ya kuvuta kwa moshi ili usipate madhara ya kiafya ya mapafu. Unakuwa unapata nikotini yako kupitia kunyonywa kutoka kwenye bega lako, au unapata nikotini kwa kutafuna. Kwa hiyo unaweza kukadiria mara nyingi gams moja ni sawa na sigara 2. Kwa hiyo kuna utaratibu wa kitaalamu. Unaanza kumwanzishia kwa wiki, unatafuna gams 4, alafu kila wiki unazipunguza mpaka unamtoa kabisa. Ukishamtoa anakuwa anaacha, na unaanza kumpa mbinu zingine sasa za kukabiliana na. Hizo ni gharama za nani? Kwa bahati mbaya hii dawa methadone serikali inagharamia. Kwa hiyo dawa methadone huwa inatolewa bure. Lakini kwa waraibu wa nicotine wa sigara, hawa mara nyingi huwa tunawaandikia, tunawaelekeza kwenye maduka ambayo unaweza kupata wapi. Kwa hizi ni gharama zake mwenyewe ananunua. Kazi kubwa sana mnafanya. Ndio. Jamii inajua. Kuna jinsi ambavyo mateja wanaitwa hivyo kwenye jamii. Ndio. Ama watu wenye uraibu wa madawa ya kulevya, lakini hata watu wenye uraibu wa pombe na hizi sigara za kielektroniki tunaishi nao kwenye jamii. Ndio. Tunawaona. Kwa namna tunavyowaona, na wakati fulani wanaochukua hatua ya kubadilika na ikakubali, kuna jinsi tunaona kazi kubwa mnaifanya. Ni ujumbe gani wa kipekee ambao wewe unataka kuupeleka kwa jamii, kwamba jamii ikitekeleza hilo, basi maana yake itakuwa imeshirikiana na nyinyi kama wataalam, lakini itakuwa imeshirikiana na nyinyi kama kituo kwa usahihi katika kufanikisha kwamba hili jambo siku moja linakuwa limekaa katika mpango ambao tunauwaza? Asante ndugu mtangazaji. Kwa jamii wito ambao nitoe niseme tu kwamba hakuna mtu anaozaliwa mraibu. Yani uraibu nisema uraibu ni changamoto ya kiafya kama ilivyokuwa changamoto zingine za kiafya. Yes, isipokuwa uraibu ni unaathiri utendaji kazi wa ubongo, unaathiri tabia ya mtu pamoja na hisia. Hauna tofauti na magonjwa kama ya kisukari, kansa,
shinikizo la damu, hayo yote ni magonjwa ya muda mrefu ya kimwili. Yes. Kwa hiyo tunapaswa kwanza kubadilisha mtazamo. Tuseme kwamba uraibu sio ugonjwa wa kujitakia. Uraibu sio udhaifu wa kitabia. Ni changamoto ya afya kama ilivyokuwa changamoto za afya zingine za mwili. Kwa hiyo kama tunavyokuwa na huruma kwa wagonjwa wetu wa kisukari, wagonjwa wetu wa shinikizo la damu, wagonjwa wetu wa kisukari na kansa, hivyo tunatakiwa tuguswe, lakini tuwe na huruma na watu wenye changamoto za uraibu. Yaani tubadilishe mitazamo yetu kwamba kumbe ile ni changamoto ya kiakili ambayo inahitaji kwanza tuguswe, lakini tunahitaji tuwe na huruma, lakini nyingine tunahitaji kuwasaidia ili wakapate huduma. Uraibu ni ugonjwa ambao nisema unatibika, ila unahitaji kwanza dhamira ya kweli ya mhusika. Ya pili inahitaji uvumilivu. Lakini inahitaji support, inahitaji msaada sana wa kisaikolojia, msaada wa kiuchumi, wa kifedha na wa kijamii ili kuweza kumsaidia mtu atoke pale alipo, na mwisho wa siku kupitia matibabu na ushauri nasaha utamfanya awe tija ngazi ya familia, awe na tija ngazi ya taifa, lakini na kurudisha nguvu za kazi ya taifa na kuweza kurudisha ndoto zake ambazo akawa amezipoteza kipindi chote cha uraibu. Dr. Hongo, imekuwa nzuri sana kuwa na wewe studioni leo. Hii ni podcast yako. Yeye ni Dr. Geoff Hongo kutoka hospitali ya Mwananyamala. Yeye ni mtaalamu wa afya ya akili, lakini vile vile ni mtaalamu wa watu ambao wanapitia uraibu ambao wapo katika kituo cha Methadone pale Mwananyamala. Kwa hivyo imekuwa wakati mzuri sana yeye kutenga muda wake kuungana na sisi kuja kuhakikisha kwamba anatujibu maswali yetu, lakini anaipeperusha elimu hii ikufikie wewe, mtu ambaye una uraibu wa pombe, unaamini pombe huwezi kuacha. Basi elimu hii iwe ufunguo. Umemsikia vizuri Dr. Hongo akituelimisha juu ya madhara ya pombe, sigara za kielektroniki, madawa ya kulevya. Kwa hivyo yote kwa yote inaanzia kwako wewe mwenyewe binafsi na itakamilikia kwako wewe mwenyewe binafsi. Mpaka wakati mwingine, mpaka katika makala nyingine, hii ni podcast yako na mimi ni mwenyeji wako James Ruta. Kwaheri.